Kutoka Posta Kivukoni, makao makuu ya ofisi za Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Leo Katibu Mkuu Dr. Kedmond Mapana alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na ujio wa tuzo za TMA, yani Tanzania Music Awards kwa mwaka 2025-26, huku amesema tuzo ambazo zitawaniwa zitakuwa ni za mwaka jana. Kwa namna gani? Tumsikilize mwenyewe na maelezo zaidi kuhusiana na utaratibu mzima wa utoaji wa tuzo hizi. Tuzo zetu za muziki Tanzania zitafanyika tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 2025. Kwa hiyo baada ya uchaguzi kuisha, tutakuwa na hilo jambo kubwa kwenye hizi tuzo. Wapi zitafanyika? Tutakuwa na press nyingine, lakini sio ya leo. Kwa hiyo tarehe rasmi tutaitangaza kwamba ni tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2025 ndio itakuwa tarehe ya kutoa tuzo hizi. Lakini pia dirisha la wasanii kuanza kuomba leo hii, basi dirisha hili litakuwa liko wazi na tayari wasanii wataanza kuomba. Najua mtaniuliza tena utaratibu ukoje, kwamba ni wasanii mwenyewe anakwenda kuomba kwenye kipengele husika kwamba anaomba kushindania kwenye kile kipengele. Hapa ndo mambo yanakuwa mengi. Msanii haombi sema bwana mimi hapa nimeachwa. Nimeachwa, lakini kila msanii atakwenda kufungua akaunti yake na atakwenda kuomba. Vipengele ambavyo tutashindania kwa mwaka huu sio tofauti na vile vya mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa na vipengele 36 na bado tutaendelea kuwa na vipengele vile kama ambavyo tumefanya mwaka jana. Kwa hiyo vipengele hivyo naweza kuvipitia kwa haraka. Tunaanza na Bongo Flava. Kwenye Bongo Flava tutakuwa na tuzo 4 specific hapa kwenye Bongo Flava. Kwa sababu unajua tena muziki wetu umegawanyika, inaitwa music genres. Kwa hiyo hapa tutakuwa na wimbo bora wa Bongo Flava wa mwaka. Hii ni Best Bongo Flava Song of the Year. Lakini tuzo ya pili kwenye Bongo Flava hapa tutakuwa na msanii bora wa kike wa Bongo Flava, tutakuwa na msanii bora wa kiume wa Bongo Flava, lakini tutakuwa na mtayarishaji bora wa muziki wa Bongo Flava. Mtayarishaji sasa hiyo wengine wanaita watozi. Kwa hiyo kwenye Bongo Flava specifically tuna hiyo. Lakini kwenye singeli tutakuwa na vipengele vitatu. Msanii bora wa singeli, cha pili itakuwa ni wimbo bora wa singeli, na cha tatu itakuwa ni DJ bora wa singeli. Best Singeli Artist of the Year, Best Singeli Song of the Year na Best Singeli DJ of the Year. Kwenye upande wa hip hop tutakuwa na tuzo 3. Ya kwanza ni mtayarishaji bora wa hip hop, wimbo bora wa hip hop na msanii bora wa hip hop. Best Hip Hop Producer of the Year, Best Hip Hop Song of the Year na Best Hip Hop Artist of the Year. Kwa upande wa taarab tutakuwa nazo 3. Tutakuwa na mtunzi bora wa muziki wa taarab. Tutakuwa na mwimbaji bora wa taarab, lakini pia tutakuwa na wimbo bora wa taarab. Kwa hiyo tutakuwa na Best Composer of Taarab Music of the Year, Best Taarab Singer of the Year na Best Taarab Song of the Year. Kwenye upande wa muziki wa dance tutakuwa na tuzo 3 hapa. Tutakuwa na mwimbaji bora wa muziki wa dance, tutakuwa na wimbo bora wa muziki wa dance, lakini pia tutakuwa na bendi bora ya muziki wa dance. Kwenye dance hall tutakuwa na pengele viwili. Moja ni msanii bora wa dance hall, lakini pia tutakuwa na wimbo bora wa dance hall. Best Dance Hall Artist of the Year na Best Dance Hall Song of the Year. Kwenye reggae tutakuwa na tuzo 2. Ya kwanza ni wimbo bora wa reggae, la pili ni msanii bora wa reggae, Best Reggae Song of the Year na Best Reggae Artist of the Year. Kwenye muziki wa asili tutakuwa nazo 2. Ya kwanza ni Best Traditional Music Artist of the Year. Hapa ni msanii bora wa muziki wa asili, lakini pia tutakuwa na wimbo bora wa muziki wa asili, Best Traditional Music Artist of the Year na Best Traditional Music Song of the Year. Lakini pia tutakuwa sasa na zile tuzo za jumla. Tuzo zile za jumla.
Sasa hizi za jumla kwamba yawezekana kulikuwa kwele kwenye sehemu mahususi, lakini pia unaruhusiwa kuomba huku sasa kwenye jumla. Kwa hiyo kwanza tuna Best Female Artist of the Year. Huyu ni msanii bora wa kike wa mwaka. Sasa ni overall his. Lakini Best Male Artist of the Year, huyu ni mwimbaji, msanii bora wa kiume wa mwaka. Lakini pia sasa tutakuwa na Best Music Artist of the Year. Sasa huyu ni yule wa jumla sasa. Mwanamuziki bora wa mwaka. Lakini Best Song of the Year na wimbo bora wa mwaka. Best Album of the Year, album bora ya mwaka. Best Music Video of the Year, video bora ya muziki kwa mwaka. Lakini Best Video Director of the Year, hapa ni mwongozaji bora wa muziki wa video. Lakini pia Best Producer of the Year, hapa ni mtayarishaji bora wa mwaka. Lakini pia tuna Best Collaboration Song of the Year, wimbo wa ushirikiano wa mwaka kwa upande wa Tanzania. Lakini tuna Best Collaboration Song of the Year outside Tanzania, nje ya Tanzania. Lakini tuna Best Upcoming Artist of the Year, hapa ni msanii chipukizi wa mwaka. Lakini tuna Best Male DJ of the Year, hapa pia tuna huyu Manju Muziki, DJ Manju Muziki wa mwaka. Huyo ndo bora kabisa overall. Lakini kwa na Best East, West and Southern Africa, kwamba tuzo zetu kama mnavyojua za Tanzania Music Awards pia tunataka tuone zinakwenda kimataifa. Basi ndio tunafikiri na wenzetu ndani ya East Africa, ndani ya West Africa na kusini mwa Afrika, tunafikiri ni msanii gani ameng'ara katika mwaka mzima. Lakini kuna Best Male Performer of the Year, hapa ni mtumbuizaji bora, usema ni performer, mchezaji umahiri wake wa mwaka. Kwanza unajua kuna kuimba, lakini pia kuna kucheza. Lakini kuna Best Female Performer of the Year, hapa ni mtumbuizaji au performer wa kike wa mwaka. Lakini pia tutakuwa na Best Songwriter of the Year, mtunzi bora wa mwaka. Kwa hiyo ukiangalia hapa utapata vipengele 36 37 ambavyo tutakwenda kuvitoa kwa mwaka huu. Na tunaposema tunazungumza mwaka huu, tunasema tarehe 13 Disemba, hapa tuko very specific, tunatoa tuzo za nyimbo zilizotungwa na kuchezwa na kuachiwa kwa mwaka 2024. Kwa hiyo sio za 2025. Kwa hiyo watakao leta nyimbo hizi ni zile za mwaka 2024. Zile tuzo ambapo zimekuja kukabidhiwa mwaka huu na wadau wakahoji, lakini moja ya sababu ilikuwa ni kuandikwa majina na vitu vingine vingi. Je, mmejipangaje mwaka huu kuhakikisha kwamba pale tuzo anapopewa msanii kwenye stage anaondoka nayo na sio kurudisha tena back stage kama ilivyofanyika hapo nyuma? Kwa kweli kwenye hili niwe muwazi tu kwamba bado itaendelea kuwa vile vile, kwa sababu ya brand ya wale watu wanaotengeneza ile tuzo, na wenyewe hawataki mtu achakachue, kwa sababu ni brand yao ambao wanailinda. Kwa hiyo sasa ukisema uzilete hamna kugawa siku ile, zitakuwa bado, kwa sababu makumbuka matokeo yanatoka saa 6 usiku. Yani unajua kwamba mshindi ni nani saa 6 usiku. Huwezi na kesho ndo tuzo zenyewe zinatolewa. Huwezi kusema hapa hapo uanze kuandika majina na kuwakabidhi tuzo moja kwa moja. Hapana. Tutafanya vile vile, watu watakabidhiwa tuzo zao, tutachukua na tutazipeleka, zitakwenda kufanywa finishing na zitaletwa. Na jambo lilipendeza mwaka huu. Pale Serena Hotel watu walikuja wakafurahia tuzo zao, safi kabisa. Kwa hiyo huu ni utaratibu tu wa kawaida, hata mkiangalia kwenye tuzo zingine utaratibu huo ni wa kawaida kabisa, kwamba mtu sio lazima, unless otherwise unajua washindi. Lakini kama unakwenda na kwa sababu tunakuaga na chombo ambacho kinadhibiti kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliyechakachua zile tuzo, hatuwezi kujua matokeo na kuziandika kwenye tuzo, haiwezekani. Kwa hiyo watu watapiga picha, tutazichukua, bado tutaenda kuzifanyia utaratibu na tutazileta, watu watapata tuzo zao. Sawa. Kwa sasa hivi Dr. taifa lipo kwenye kipindi cha uchaguzi, na huenda kuna wadau wengi na wasanii ambao wamejaribu kwenda huko kuangalia kama wanaweza wakapata chochote, na kama wengine wakikosa wanaweza wakarudi au wakaendelea pia hivyo. Sijajua mchakato huu unapoanza kwa mapema hii hautozuia au kuwafanya wadau wengine wasiweze kushiriki wa mtaani. Mfano, tunaona asilimia kubwa ya wasanii wanazunguka kwenye kampeni japo ni dakika za mwishoni hizi. Sijajua umeliangazia ilikuwa hapa nafasi na wenyewe labda zisiingiliane, lakini pia serikali pia tunajua mpaka uchaguzi ukiisha ile iliyokuepo ambao pia hata ilikuwa na maono na utengenezaji wa industry ya burudani
itakuwa imebadilika. Na maana kama atakaye kuwa rais atabadilisha na uongozi wa kuanzia wizara na mtu mwingine. Hilo vipi mmeliangalia ili isije kukinzana kwenye mambo mengine? Tumeliangalia vizuri sana, na swala la kukinzana kama nilivyosema, hakuna swala la kukinzana kwa sababu serikali yenyewe inaendelea na kazi. Wewe unaona kwamba kampeni zinaendelea, wasanii wako huko, lakini BASATA tuko hapa tunaendelea na nini? Na kazi. Lakini pia tumetoa muda mzuri kwamba tunafungua dirisha sasa hivi. Sasa hivi ni wakati mzuri sana wa kuwapata wasanii na wakaomba kuliko wakati mwingine. Wakati huu, kwa sababu wakati huu sisi tunawafikia mapema sana na wako pamoja kwa sababu wanazunguka. Kwa hiyo tuko vizuri tu, tutawapata tena watajaza kwa haraka sana kuliko wakati mwingine wote. Na ndio maana tunasema tutafungua leo kuanzia mida saa 10 leo tarehe 28 Oktoba, na zoezi hili litakwenda mpaka Novemba 14. Kampeni za uchaguzi zitakuwa umeisha, kampeni zimeisha na kila mtu amerejea. Na sasa kubwa na sisi ni nzuri kwamba sasa tulikuwa kwenye uchaguzi. Sasa tie mwendo itakuwa habari ya mjini. Swali nataka nikumbushe nyuma kidogo kwenye maelezo yako. Kwanza naitwa Rodi Chacha.